Mtazamaji wa Top Town Media, karibu tena katika kipindi chako pendwa, kipindi ambacho kinakutanisha na wasanii mbalimbali kwa kujuza shughuli zao, burudani zao, lakini harakati zao za kimuziki, wapi walipo na kipi wanachokifanya. Siku leo tuko naye Mwamba ambaye tunakusogezea kupitia Top Town Media kukujuza kipi ambacho anakuwa anakifanya katika nyanja za kiburudani. Naitwa Mzee wa Tatu, nyuma kamera niko naye Kevo Mnyama. Bwana, mambo vipi mkuu? Salama sana, sije. Kama kawaida. Poa sana. Fresh kabisa. Bwana, hebu tujuze majina yako nani? Mimi natambulika kwa jina la Doka TZ kwenye tasnia ya muziki na nafanya muziki wa kizazi kipya maarufu kama Bongo Flava. Tunataka historia kidogo. Doka TZ, kwanza jina, tuanzie kwenye jina. Pa jina lako halisi au? Jina halisi mimi naitwa Gerald Adolf Mbele na ni mzaliwa wa Mbinga mjini, lakini kwa sasa hivi niko Njombe mjini, ndiko ambako najihusisha na kazi zangu zote kwa ujumla. Okay. Hebu tuanzie kwenye upande wa harakati za kimuziki rasmi, umeanza mwaka gani? Harakati za muziki rasmi nimeanza mwaka 2018. 2018. Ndio. Ukiwa unaimba nyimbo ya aina gani, mitindo ipi? Kwa 2018 mpaka kufika 2020 nilikuwa najihusisha na Bongo Flava. Lakini palikuwa na tofauti kidogo, kulikuwa na mambo ambayo yalinisibu kwenye muziki, kwa hiyo nilipotea kwenye game pia. Eneo nikaja nikaanza upya pia 2022. Hapo ndipo nilijikita kwenye Bongo Flava pamoja na singeli. Okay. Ndio. Tumezoea kwa wasanii hususan wa kanda hii ya kusini mwa Tanzania wamekuwa wakijikita zaidi kwenye muziki ya Bongo Flava. Kwa nini ukagusa na upande wa singeli tena? Ni vitu ambavyo hatuvioni sana kwa wasanii wa huko. Mimi naamini singeli ni muziki wa asili na singeli ndio muziki wa Tanzania. Kwa hiyo niliamua nifanye singeli pia kutokana na mazingira ambayo nipo. Wafuasi wangu wengi sana wanakubali vile ambavyo nafanya singeli na ni tofauti na vile nikifanya Bongo Flava. Okay. Kwa hata mapokezi ya kazi zangu nikifanya singeli na kwa ni makubwa tofauti na kwamba ninapofanya muziki wa Bongo Flava. Ngoma gani ya singeli ambayo ulifanya ukaona mapokezi yake yakakushawishi wewe kuendelea kubaki kwenye aina hiyo ya muziki? Kwenye moja ya kazi ambayo ni support na kunipa hatua ya kufanya singeli ni kazi ambayo inaenda kwa jina la Mama Mkwe. Mama Mkwe. Okay. Ambayo uliachia mwaka gani? Mama Mkwe imetoka rasmi mwaka huu hapa 2026. Vipi, imetoka na video au imetoka audio tu? Hapana, iko kusini huku watu kwenye video wanakuwa wavivu. Kiujumla iko upande wa audio tu, video sikuweza kuifanya kwa sababu ya vitu ambavyo vilikuwa nje ya uwezo wangu. Vitu gani? Kwa sababu unapoamua kufanya muziki tayari unakuwa umekompea. Ukiangalia kwa nyakati hizi, ukisema ufanye audio peke yake bila ya video, kuna vitu kama vile unafeli. Liko wazi hivyo kwamba kikubwa kwenye tasnia ya muziki kinachotufelisha wasanii wa nyanda za juu kusini, jambo la kwanza ni hali halisi ya kipato. Tulio wengi zaidi tunakuwa na kipato kidogo, na hali ya muziki unahitaji uwekezaji mkubwa. Na mimi kama Doka TZ nafanya kazi kwa kujitegemea, sina management, kwa hiyo inakuja stage na kuwa na wakati mgumu kwenye kufikia ndoto zangu kwa wakati. Lakini natamani, na kitu ambacho nakifikiri pia kwenye moja ya kazi ambazo nitakuwa naziachia toka sasa, nitakuwa naachia pamoja na video, siachii audio peke yake. Okay. Na mpaka kufikia hivi sasa hivi leo, siku ya leo, katika mitandao ya kijamii mapema sana tumeona umepandisha kitu. Tunataka kujua ni aina gani ya muziki na ilikuweje, umefanya kwa nani? Okay, ni kweli siku ya leo nimeweza posti kazi mpya ambayo inaenda kwa jina la Yanaotamu. Ni muziki wa Bongo Flava ambao amehusika Menti Studio pamoja na Alkaida Mautundu. Ni production mbili toka mikoa tofauti. Lakini Mautundu niko naye na yuko hapa Njombe, ndiye ambaye alifanya finishing ya audio. Kwa hiyo vocal uliingiza kwa nani? Ni Mautundu mwenyewe ndio ambaye alimaliza vocal mastering pamoja na mixing. Na imekuja kama vile bado tunarudia makosa ya wasanii wengi wa kusini kwa kupandisha ngoma ambazo zinakuwa ni audio wakati tuko katika wakati wa kidijitali. Ni kweli, kijumla hii kazi sikutegemea kuipandisha audio. Mategemeo yangu siku ya leo ipande video, sio audio. Ila audio nilishaiposti, nikawekea muda kwamba inafikia leo audio ionekane, na video nilitamani kwamba ionekane kuanzia kesho au kesho kutwa. Lakini ilitokea changamoto, baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa nimeplan kwenye kufikia video havikwenda sawa. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho kilinikwamisha kwenye kazi yangu, na mimi kama msanii sikulazimika kusema kwamba labda ni focus sana kwenye kitu ambacho nimekwama.
Ilibidi nivute muda wa kuplani kufanya kitu kingine. Kwa hiyo naamini sio muda mrefu patakuwa na marekebisho na video itakuwa online pia muda wowote. Okay. Tukizungumzia nyimbo yake ambayo umerelease leo, Mautamu, umezungumzia nini zaidi huko ndani? Kazi ya Yana Utamu imediscuss sana mahusiano ya watu wawili ambao yalikuwa yamehit sana. Na kazi hiyo ilikuwa imefocus kutofautisha mahusiano ya kidhamani na ya sasa. Sasa tuna mapenzi ya mwendo kasi, tuna ndoa za mwendo kasi. Kwa hiyo kwenye moja hiyo kazi yangu ilikuwa imejikita sana kwenye kuzungumzia mahusiano ya vijana wa sasa. Tukiachana na ile mambo ya kizamani. Kwa hiyo nimejitahidi kufanya kitu cha tofauti kidogo ambacho naamini kinaweza kikafika sehemu, kwa sababu vijana wengi wanapenda kitu ambacho nimekidiscuss kwa sasa hivi. Okay. Yeah. Okay, na tumeona katika urithi wako kwamba ukizungumzia muda ulioanza muziki na sasa hivi, na ukiingia kwenye chaneli yako au akaunti yako YouTube, bado vinakuwa kama vile hazindani, kazi ni chache. Changamoto nini? Naamini ya kwamba kuna channel ambazo nilikuwa nazitumia kabla hii ya sasa hivi. Na hii ambayo naitumia sasa hivi ina jumla ya video 23 mpaka kufikia leo. Okay. Na hii imefunguliwa rasmi ndani ya mwaka huu. Kwa hiyo miezi mitatu kuposti video 23 sio kitu kidogo. Ila kwa channel ambazo nilikuwa natumia nyuma niliachana nazo kutokana na kwamba zilipata changamoto kidogo. Channel zilihakiwa, kwa hiyo sikuweza kuendelea pia na kazi huko. Na nadhani kwa sasa hivi nimeongeza umakini pia kwenye vitu ambavyo navifanya, niepukane na ile adha ambayo nilikuta awali pia. Okay. Leo umeachia kazi yako ya 23. Ndio. Kwenye akaunti ambayo ndo uko nayo. Niko nayo sasa hivi ndio. Kazi 23, hakuna kazi hata moja ambayo imekutambulisha angalau kiukanda. Tunapozungumzia kiukanda tunamaanisha kuanzia mikoa ya Iringa, Njombe, Mbeya, Ruvuma. Changamoto ni nini? Bado kazi 23 lakini bado unakuwa ni mtu wa kupambania huko chini kabisa. Kiujumla mpaka sasa hivi support naona inaonekana, milango inafunguka. Maana tayari naona hata ya idadi ya wafuasi ambao nakuwa nao wanapanda, naanza kuchukua idadi ya watu wa nchi tofauti pia kwenye kunifuatilia kwenye kazi zangu pia. Lakini vile vile kuna wasanii wakubwa ambao tayari nakuwa nao karibu pia, production kubwa zaidi. Ya kama vile nikimzungumzia brother Kimambo, ni mtu tayari ambaye nipo kwenye system naye kufanya naye kazi muda wowote. Okay. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nakiamini ni jambo la muda tu, kwamba nilikuwa nasubiri muda ukifika, basi naandaa mazingira mazuri, nafanya kazi nzuri pia. Okay. Njombe kama Njombe ambayo tunaizungumzia na ndo tuko katika makazi yetu na uendeshaji wetu wa burudani za muziki, ina wasanii wengi sana. Kipi ambacho kinakuonyesha utofauti wako wewe na wasanii wengine hususan katika kazi zako? Kiujumla mimi ni msanii na najitambua pia na ni mwanajamii. Kwa hiyo jambo la kwanza, tofauti ya mimi na wasanii wengine, mimi naishi kama vile jamii ambavyo inataka. Sio naishi kama vile ambavyo mimi nataka, labda kwa sababu ya kwamba ya kitu ambacho nakifanya. Na natofautisha pia design ya maisha ambayo naishi mtaani na maisha ya kazi. Nikiwa kwenye jukwaa la kazi nasimama kama msanii na nasimama vyema kwenye kazi yangu, lakini nikiwa nje ya kazi basi inabidi nibaki kwenye wajibu wangu kama raia wa kawaida. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba kwenye muziki wangu nimejaza sana uhuni. Hapana. Nafanya kitu ambacho kinakuwa na mipaka. Nikiachana na vitu vya hapa na pale, pia nazingatia nidhamu ya kazi yangu, naheshimu kila mmoja na naheshimu kila kazi ambayo iko mbele yangu. Kwa hiyo naamini sio wote ambao tunaweza kuishi hivyo. Mimi ni mtu wa fair, kwa hata kama ukinitazama ndo kuna mtaani, mimi najiweka kaida sana. Sisi kujiweka labda ni tofauti kwa sababu ya brand au nini. Hivyo vitu mimi bado sina kwangu na sifikirii kwamba nitakuwa hivyo siku moja. Okay. Yeah. Kwa Njombe tuna wasanii wengi na wewe ni moja kati yao. Changamoto gani ambazo mnakutana nazo ambazo zinawafelisha sana kwenye ukuaji wa sanaa zenu? Kiujumla naomba niseme kwa upande wangu, kwa sababu kwa upande wa wasanii wengine sijui, kila mmoja hana asili zake. Yeah. Kwa upande wangu kitu ambacho kinanifelisha sana, jambo la kwanza, sina usimamizi. Okay. Ya, kwa hiyo kazi zote nazibeba mwenyewe. Kwa hiyo upana, na tukizungumzia upana wa sanaa ni mkubwa, kusema kwamba kichwa changu peke yangu kubeba ishu nzima nashindwa, ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo ninachokitamani siku moja nipate support, nipate mtu ambaye anaweza kupush kitu ambacho nakifanya, nipate mtu wa kunipa mawazo pia pale ambapo nahitaji mawazo ya kufanya kitu fulani. Kwa hiyo nikishapata familia yangu ambao nafikiria kwamba tunaweza tukafanya kazi sahihi, mimi na mimi tunaondoka. Hatuwezi tukaishi tena kwa maisha haya ambayo tunaishi Njombe labda hivi, hapana. Nategemea patakuwa na mabadiliko makubwa sana. Kinjombe Njombe, wasanii gani ambao wanakuvuta zaidi au unatamani kufikia hatua ambayo wamefikia wao?
kwamba unahisi kabisa wamekuzidi baadhi ya vitu na wewe kwa hauna? Mimi siamini kuna kuzidiana zaidi ya kipato. Lakini mziki ni ule ule. Kikubwa ambacho mimi naamini tumezidiana kwenye kipato tu. Ya, na ukizungumzia kwa upande wa namba, labda kwenye channel kuna namba watu wana fake, kuna hivi. Ila kwa upande wangu watu ambao wako kwenye channel zangu ni watu halali. Okay. Kwa wale watu ndio watu ambao wananipambania, na mimi watu ambao wanataka mimi nifike sehemu. Kwa hiyo kwa upande wa Njombe, mtu ambaye ananishawishi sana mimi kuzidi kupanda kwenye game, namzungumzia Brother B2K. Okay. Ni mtu pekee ambaye ananipa support, ananipa mawazo pale ambapo nafanya kitu pia, lakini kuna Hajizi, yeye ni producer na DJ pia. Ni mtu ambaye nafanya naye kazi na ndio mtu ambaye anahusika sana kwenye kazi zangu za singeli pia. Okay. Ya, lakini kuna Mint Studio pia ana support. Kwa sababu hata kazi ambayo nimeipandisha leo yeye kahusika pia. Ya, kahusika na kanipa support kubwa, na sio hii tu, na hata kazi ambayo nimeachia pia mwezi ambao umepita inaitwa Mganga, pia ni singeli, Mint pia halihusika. Hebu tuje, unapata show nje na mkoa wa Njombe alafu naambia bwana tunataka wasanii uje nao 3, uwe ukiwa 4. Unaondoka na nani kwa Njombe hapa? Kinjombe kwa sasa hivi siamini kama kwa mtu naweza nikatoka naye. Hayupo. Hakuna kabisa. Hiyo kwa sasa hivi Njombe hakuna. Kwa sababu kuna vitu ambavyo najifunza pia. Watu wa Njombe wengi wasanii wanadharau. Na kupuuzia. Sasa jambo kama hilo kwa upande wangu limekuwa tofauti. Mimi nakuwa na ndoto ya muziki, na sio kama nafanya muziki ili nipate pesa. Nafanya muziki kwa sababu kwanza ni burudani na ni kitu ambacho nakipenda. Kwa muda wote mtu akiongelea issue ya muziki mimi namuelewa. Uandalizi tu kwamba ikitokea muda wote kwamba napata jina, napata nafasi, basi siwezi kuichezea. Okay. Ya, nitafanya vyema, nitawakilisha, na ikitokea mtu yote anaweza kunisimamia na kunituma kufanya jukumu la kazi, mimi naenda kupambana. Okay. Kwa hiyo mategemeo yangu kwenye sanaa ni kuleta mafanikio, sio muda wa kucheza. Yeah. Mimi naamini kwamba sanaa ni ushindani na kila mmoja anapambana kulingana na kiwango cha kipaji chake kilivyo. Nataka unipangie top 5 ya kwako ya wasanii wa hapa Njombe ambao ukiwemo wewe mwenyewe utajiweka namba ngapi sijajua, lakini nataka nione top 5 yako inakuwa imekaeje. Kiujumla mimi nitashindwa kujishindanisha na mtu yeyote kwa sababu kila mmoja anafanya kazi kutokana na vile ambavyo yanafikiria. Okay. Na mimi nafanya kitu ambacho naamini kitu kiko ndani ya uwezo wangu. Na labda kama kuna mtu ambaye atahitaji kwa sababu anataka ajishindanishe, aseme ajitokeze hadharani, then mimi nitafanya vile ambavyo yeye anahitaji. Ila kwa sasa hivi siwezi nikasema labda mimi nataka nishindane na fulani, hapana. Mimi nafanya muziki watu wa enjoy. Okay. Kwa hiyo ambaye atataka bato ajitokeze. Ya, akisema mimi nafanya kweli. Okay. Yeah. Anatokea mtu anataka kufanya management na wewe, vigezo gani ambavyo unampa ambavyo umeviona kwako ni kipaumbele ili sana yako isogee? Jambo la kwanza mimi nahitaji nipate mtu ambaye ana connection na mtu ambaye anathamini kitu ambacho tunakifanya. Mtu ambaye anakuwa tayari kuipokea hasara na faida, na mtu ambaye anakuwa tayari kunisimamia kwa kila kitu changu. Okay. Ya, nikipata mtu wa design hiyo mimi nafanya naye kazi. Ya. Tunataka utuage kwa kutumia mashairi machache sana ambaye yanapatikana kwenye wimbo wako ambao umewachia leo. Ya, nitajaribu kufanya kitu kidogo ambacho kwenye kazi ya leo inaitwa Yataniua. Kwa hiyo nategemea watu wengi pia mpite kwenye channel yangu na kuweza kuifuatilia kazi hiyo. Naweza nikatia kipande kidogo tu ambacho kinaweza kikakupa radha pia ambayo iko ndani, na ni sehemu ambayo imebeba tafsiri ya muziki mzima. Ngaliba wapakaya nani ampe taarifa kwamba penzi la sasa ni tofauti kabisa, tukiachana na yale ya kale, unyago na jando, tuna mitindo mipya ya kambale ya kutoa na jasho, na ina maana kanipenda nilivyo. Bwana nisimalize pote basi, cha msingi zaidi soge YouTube utaweza kushuhudia burudani nzima ziko pale. Yes. Hebu tuambie unapatikanaje katika mitandao ya kijamii, lakini kama pia hutojali kuna simu ya mkononi pia unaweza kutaja namba na kwa fresh. Kwenye mitandao ya kijamii yote mimi napatikana kama Doka TZ. Popote ukigusa Doka TZ basi unaweza kunifikia. Na kwa namba yangu ya simu unaweza kunipata kwa Airtel ambayo ni 0688329101. Asante. Hebu rudia tena namba kwa 0688329101. Okay. Yeah. Bwana shukrani sana, huyo ni Doka TZ kutoka hapa Njombe, Tanzania. Tulikuwa naye leo. Nafikiri mengi umeyasikia zaidi kutoka kwake na utakuwa umeenjoy zaidi, na endelea kuwa nasi kupitia hapa Top Town Media. Naitwa Mzee wa Tatu kutoka katika viwanja vyako vya burudani. Nyuma ya kamera nilikuwa naye Kevo Mnyama. Tunakuaga kihivyo mpaka mara nyingine tena, nakwambia bye bye.